Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 8, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2, aya ya 2 hadi ya 5 na aya ya 9 hadi ya 12. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Marko, sura ya 10, aya ya 46 hadi aya ya 52. Karibu tusikilize Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko. Walifika Yeriko. Yesu alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, Mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, Jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, Wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, Enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wataka nikufanyie nini? Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo, ambapo liturujia ya masomo inatuongoza kutafakari Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 46 hadi aya ya 52, inayotupatia simulizi la uponyaji wa kipofu Bartimayo. Injili hii inatueleza juu ya hamu aliyokuwa nayo Bartimayo ya kumkaribia Yesu mwenye huruma. Hamu ya kumkaribia Yesu inatanabaisha ombi lake la kuonja huruma ya Mungu, akitumaini kuwa kwa njia ya Kristo atapata kuona tena. Bartimayo anaweka wazi utambulisho wa Kristo kama ilivyokuwa kwa Petro. Anamwita na kumtambulisha Yesu mwana wa Daudi. Anamwita na kumtambua Kristo kwa jina Yesu mwana wa Daudi, jina la kimasia, kwamba ndiye mwenye kuwakomboa watu na dhambi zao na shida zao mbalimbali. Na Bartimayo anaomba kuhurumiwa, pengine kwa yale anayopitia kwa sababu ya upofu, manyanyaso na kukataliwa na watu wa jamii yake. Kwani ijapokuwa alipopaza sauti yake na kumwita Kristo, bado watu walimkataza na kumkemea, lakini hachoki kuomba huruma ya Mungu ili aweze kuonja tena upendo wa kimungu. Bartimayo anapokutana na Yesu, Yesu anamuuliza, Wataka nikufanyie nini? Kristo si kwamba afahamu hitaji la Bartimayo, bali ni swali linalodai uthabiti wa kiimani wa kile anachokiomba Bartimayo, ya kwamba je, Bartimayo anasadiki kuwa Kristo anaweza kumsaidia kuona tena? Bartimayo pasipo na mashaka anaweka bayana hitaji lake akijibu, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Hili ni hitaji la pekee la Bartimayo, jibu la kweli na la dhati kwa Kristo, na kwa imani yake anapata kuona. Tujiulize mimi na wewe, tunapokuwa mbele ya Kristo katika sala zetu, imani yetu inaendana au inaweka wazi kile tunachokiomba? Tunasadiki kwamba Kristo aweza kutusaidia?
Kanisa linatufundisha kuwa jibu la imani linalotolewa na mtu lazima liwe huru. Mtu hawezi kulazimishwa kuamini asipotaka, lakini imani ni lazima kwa wokovu, hasa katika kumsadiki Kristo na yule aliyempeleka, yaani Baba wa mbinguni. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 160 na namba 161. Pia rejea Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 16 na Injili ya Yohane sura ya 6 aya 39 hadi aya ya 40. Kwa kumtazama Bartimayo, jibu lake na shauku yake ya kuonana na Yesu, ni wazi kuwa anasadiki kuwa Kristo anaweza kumponya upofu wake, na kwa hiari yake anaomba kupata kuona tena. Na hivi imani yake Bartimayo inamponya. Wapendwa katika Kristo, imani yetu itusaidie kupona upofu tulionao katika maisha yetu ya kila siku, huku tukiongozwa na Roho Mtakatifu katika hali ya uhuru wetu na utashi wetu imara unaotuongoza kumsadiki Kristo. Tuzidi kujibidiisha katika kufungamana na kumwamini Kristo anayeweza kutusaidia. Imani yetu kwa Kristo ndiyo itakayotuokoa na kutufikisha kwa Baba wa mbinguni. Imani hii katika Kristo izidishe shauku ndani mwetu, si tu ya kupokea uponyaji kutoka kwa Kristo, bali kumfuata daima katika maisha yetu ya kila siku. Kwani hata Bartimayo akiisha kupona upofu, anamfuata Kristo. Anakuwa ushuhuda kwa watu kwa maisha ya ufuasi. Sisi nasi tunapopata nafasi hiyo kama Bartimayo, tuwe mashuhuda wa kweli wa kazi za kimungu, kazi za kimapendo na huruma, ili Kristo aendelee kufahamika na kutambulikana na wote ulimwenguni. Maisha ya Bartimayo yatukumbusha siku zote kuitia jina la Yesu na kuomba msaada wa huruma ya Mungu itufikie na kutuangaza, tupate kuonja upendo wa kimungu na kushirikisha kwa wengine. Aidha, tusiwe watu wa kuwazuia watu wenye uhitaji kuonja utamu wa kukutana na Yesu. Zaidi, tuwe mabalozi kwa kupaza sauti zetu kwa ajili yao, kwa kusali daima kwa dhati na kukemea kila aina ya ukatili na manyanyaso wanayopitia watu mbalimbali. Maisha ya kiimani yawe mfano bora wa mwamko wetu wa kiimani wa kumtambua, kumjua, kumsadiki na kumtumikia Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ndiye mkombozi wetu anayetupatanisha na Baba wa milele. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Ken Mfungahema wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!